Ya, hii ni Drama TV Online na mtangazaji wako ni G kama G kwenye mic za Drama TV Online. Ya, kwenye mic za Drama TV Online kwa siku ya leo. Ya, kwenye pita zangu kwenye mitandao ya kijamii nimekutana na video ambayo imeshangaza walio wengi kwa sababu nimesoma baadhi ya comment kwenye video hiyo. Watu wengi wameshangazwa sana na jambo hilo. Ya, kuna mwanadada mmoja ambaye alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya kichwa. Ya, sasa ikabidi siku hiyo apite operation ya kichwa, lakini Mwenyezi Mungu akupenda dada huyo aendelee kuishi kabisa. Dada huyo alifia hapo hapo kwenye operation, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba ndugu jamaa na marafiki walivyosikia ndugu yao amekufa, ya kama kawaida wakaenda hospitali kwa ajili ya kuomba mwili wa marehemu kwa ajili ya kumpumzisha mahali pema peponi. Lakini walivyofika pale hospitalini, daktari akaja akawaambia kwamba huyu mwanadada ni kweli amefariki, lakini ni mjamzito. Ni mjamzito, kwa hiyo mtoto ambaye yuko tumboni mwake inawezekana akaja na akaishi maisha mazuri hapa duniani. Kwa hiyo atakaa hapa hospitalini miezi minne ili huyu mtoto aje apasuliwe, huyo mtoto atolewe na ataishi vizuri. Ikawa ni maswali mengi sana kwa ndugu hao wa kusema kwa nini inawezekanaje mtu ambaye ameshakufa kabisa, mwili umepoa, huyu mtoto anaishije? Lakini mimi naweza nikasema dunia sasa hivi ni tofauti sana na dunia zamani. Ya madaktari wanasayansi wanakaa chini na kufumbua vitu vingi sana. Kwa hiyo mimi sioni hapo kama kuna makosa, na daktari tayari ameshasema kwamba huyu mtoto atazaliwa vizuri, atapasuliwa na ataishi vizuri kama watu wengine. Kwa hiyo ina haja sana ya kucomment kwamba huko ambao tumekuja watu wanakuja kuuawa kufanya nini. Ni kawaida, kwa sababu dunia sasa hivi vitu vinazidi kuwa vipya zaidi. Kuna watu wanakaa hawalali kwa sababu ya kuvumbua vitu vipya sana. Kwa hiyo mimi siwezi nikaona hapo kama kuna shida sana kuhusu swala hilo, kwa sababu watu wengi wana comment vibaya sana huku ambapo tumeletewa tunakuja kufa, tunakuja kufanyiwa nini. Hapana, maisha sasa hivi na dunia sasa hivi ni tofauti kabisa na dunia zamani. Ya, kwa hiyo mimi nitakuachia video hapo mbele ili uangalie mwenyewe na usikilize ndugu ambao wamesha video hiyo na kuongea kitu kama hicho. Kwa hiyo hii ni Drama TV Online. Usisahau kusubscribe channel ya Drama TV Online, kushare na kulike kwa sababu ya kupata content mpya zaidi, na utakuwa unatisha zaidi subscribe channel ya Drama TV Online. Asanteni na Mungu azidi kuwabariki. Jamani, jambo navaletea habari ya udada alifariki huko Marekani na alikuwa ni mzaifu wa kichwa. Sasa alikuwa na appointment ya mingi kwa hospitali. Sasa kuona hali kwa ngumu, bazungu wakamwambia eti acha tukopere. Kisi walimopere na ndio kisha alikufa. Sasa alikufa iko na mtoto mtumbo. Sasa baada ya siku familia ikadai eti waende kumzika. Baganga wakasema hapana, mwezi enda kumzika kwa sababu iko na mimba na iko na mtoto mtumbo. Wakamwambia eti mpaka baada ya miezi 4 ndio mtenda kumzika huyo mtu kwa sababu iko na mtoto mtoto kwanza akomali. Hiyo ndio maajabu ya Marekani ya wazungu. Maana udada atazikiwa baada ya miezi 4 na huyo mtoto atakala mtumbo. Hiyo miezi 4 kienea ndio wanamtoa. Ndio maajabu ya Marekani. Ya, nahisi mmesikia ilivyoongea video hiyo, ndo kama hivyo, na nahisi mmesikia sana. Kwa hiyo tushukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa sababu walikuwa ni watu wawili na umoja atakuja kuishi tena. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo familia ya Drama TV Online inawapa pole ndugu jamaa na marafiki ambao wameachwa na mama huyo, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwa hiyo ndo kama hivyo ndugu zangu, usisahau tena kusubscribe channel ya Drama TV Online, kushare na kulike, utakuwa unatisha zaidi kwa ajili ya kupata content mpya kila siku. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki.